من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Naam, ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa nipende kuihusia nafsi yangu, lakini pia nikiwahusia nyinyi kunako kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ni wasia ambao amehusia Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina madaw, kwa wale waliokuwa kabla yetu, lakini na sisi pia tukahusiwa kunako kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo biidhnillahi ta'ala tutaanzia katika nukta ya, tulikuwa katika aina za ibada ambazo ni nyingi, tukasoma mpaka aina ya raja ambayo ni kutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili ya raja ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akisema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yeyote ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, falyamal 'amalan salihan, basi na atende matendo yaliyokuwa mazuri, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, wala simshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake na jambo lolote. Hapa ikuguswa kutaraji, kwa maana mwanadamu anayetaraji kwamba atakutana na Mola wake. Sasa hii kutaraji hii ni aina miongoni mwa aina za ibada. Waraja huwa ta'ammulul khairi wa qarbu wuqu'ihi. Raja ni kuzingatia khairi na ukaribu wa ile khairi kutokea. Wa min adillatihi qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na miongoni mwa dalili zake ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, asije akafa mmoja wenu isipokuwa afe akiwa na dhana nzuri na Mola wake. Sasa hii kutaraji, kwa maana unafanya khairi mbalimbali, unataraji nini katika kufanya kwako ibada hizi? Unataraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa khairi. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, asife mmoja wenu isipokuwa awe na dhana nzuri na Mola wake. Isije ikawa unafanya lakini hauna matarajio yoyote kwa Mola wako. Ufanye ukiwa na matarajio, licha ya kuwa nayafanya haya, nataraji kheri kutoka kwa Mola wangu. Asema pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamini, alladhina hajaru wa jahadu, na wale waliohama na wale waliopambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika hao yarjuna rahmatallah, wanataraji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanataraji huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala mara zote ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Sasa hii yarjuna rahmatullah, wameamini wakafanya khairi mbalimbali. Miongoni mwa khairi hizo ni pamoja na kuhama kutoka katika mji wa shirki kwenda katika mji wa Uislamu, na miongoni mwa khairi hizo ni kupambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wanayafanya haya wakiwa na matarajio, manake wanataraji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala mara zote ni mwenye kusamehe
na ni mwenye huruma. Na kauli nyingine ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, manake hii ni katika hadithi al-Qudus. Allah sema, ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Allah sema katika hadithi al-Qudus, ya ibn adam, ewe mwanadamu, innaka ma da'awtani, hakika wewe hukuacha kuniomba na kutaraji kwangu mimi, isipokuwa ghafartu laka ala ma kana fik, nitakusamehe kwa kiwango chochote cha madhambi utakachokuwa nacho, wala ubali, wala sijali katika hili. Kwa nini? Kwa sababu umeniomba na ukataraji. Maana umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bado ukataraji kwamba licha ya kuwa umemuomba, pengine umemuomba maghfira, ukataraji kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe, na Allah atakusamehe wala hatojali katika hilo. Wa hadhihi al-adilla, na hizi dalili ndugu zangu katika imani, tadullu ala anna al-insan yanbaghi an yakuna baina al-khawfi war-raja, wa mwanadamu inampasa awe baina ya hofu na raja, awe na hofu huku akitaraji, kwa maana ya kwamba ta'budullah takhafu, unamwabudu Allah ukiwa unamuogopa, lakini pia unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na matarajio. Kaifa yakunu dhalik? Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa moto na akaandaa pepo. Sasa wewe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na hofu, manake unaogopa adhabu yake, lakini pia unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na matarajio, unataraji kuwa nikifanya vizuri Allah subhanahu wa ta'ala ataniingiza katika janna. Unaogopa adhabu yake na unataraji kheri yake. Sasa muumini anatakiwa awe baina ya hofu na rajaa. Fala yaghlib janib al-khawf mutlaqa, asije akawa upande wa hofu moja kwa moja, yaani kwamba yeye anaogopa tu, anamwabudu Allah kwa kuogopa adhabu yake tu, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaogopa huko anataraji. Sasa akasema hapana, mimi namuogopa Allah tu, naogopa adhabu yake, hata asiponiingiza peponi. Khalas, usiwe hivyo muumini. Muumini anatakiwa awe na hofu huku akiwa na matarajio. Wala yaghlib janib ar-raja mutlaqa, wala muumini hawi upande wa kutaraji peke yake, isipokuwa muumini anakuwa baina raja wal khawf, anakuwa baina ya kutaraji na anakuwa baina ya hofu na kutaraji. Waraja almutadammin lidhulli wal khudu' la yakunu illa lillah, raja ambayo imefungamana na udhalili na unyenyekevu haiwi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Raja ambayo imefungamana na udhalili pamoja na unyenyekevu, hii haiwi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuhu li ghairi llahi shirk, na kuielekeza hii kwa asiyekuwa Allah ni ushirikina. Kwa maana unamtarajia mtu kheri, unatarajia mtu akupe kheri, pengine kheri ya janna, hii haiwezekani. Raja ambayo imefungamana na udhalili, mtu anadhalilika kwa kuitafuta janna, mtu ananyenyekea kwa kuitafuta janna, lakini anaitafuta janna akiwa na raja kwamba licha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi, ana matarajio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatimiza ahadi yake kwake. Sasa hii ikiwa kwa siku Allah ni shirki, bihasabi ma yahsul biqalbi sahih, kwa kiwango atakachokuwa nacho mtu, imma inaweza ikawa ni shiriki kubwa au inaweza ikawa ni shiriki ndogo, kwa kiwango utakachokuwa nacho katika moyo wako. Wayajuzu an yarjua al-insan khayra al-insan, lakini inajuzu mtu kutaraji kheri kwa mwanadamu mwenzake. Pengine ukataraji kwamba fulani akija atanipa 5,000. Haya ni matarajio ambayo hayana shida.
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam analizungumzia hili katika hadithi katika sahihi mbili aliposema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yaum Khaybar, alisema siku ya Khaybar, la utiyanna raya ghada, kesho nitampa bendera mtu. Kama taraji kumpa bendera rajulun yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda na mtume wake. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na yeye wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, na yeye anampenda Allah na mtume wake. Yaftahu Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atafungua kupitia kwake. Qalu fa idha nahnu bi Ali wa ma narju, masahaba wakasema sisi tunataraji ili liwe kwa Ali, ili ndio tunalotaraji kwamba hii khairi, ili jambo alilozungumzia kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, manake matarajio yao yakawa kwa nani? Kwa Ali radhiyallahu ta'ala. Qala al-allama al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, asema allama Uthaymin Allah mrehemu, wa'lam anna ar-rajaa mahmud la yakun illa liman amila bit-ta'a, kwamba rajaa inayosifiwa ambayo nzuri haiwi isipokuwa kwa yule ambaye anafanya taa au taba min maasiyatihi, au akatubia katika maasi yake, waraja kabula taubatihi, akataraji kukubaliwa tauba yake. Kwa maana ya kwamba rajaa iliyokuwa nzuri haiwi isipokuwa kwa yule aliyefanya taa. Sasa amefanya taa, amefanya ibada mbalimbali, akataraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa thawabu, au akafanya tauba, akafanya istighfar kwa kutafuta maghfira, akataraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Fa amma ar-rajaa bila amal fa huwa qurur, ama rajaa pasina matendo, huu ni udanganyifu. Yani wewe unataraji lakini hufanyi chochote, unataraji kwamba Allah atanipa khair lakini hakuna unachokifanya, unataraji kwamba Allah atakusamehe lakini kufanya istighfar, ili halina chochote. Watamani mazmum, na huku ni kutamani ambako unasifiwa vibaya, hakusemi vizuri, kwa maana ya kwamba wewe unatamani khair, unatamani kusamehewa, lakini hakuna chochote unachokifanya. Faman abada Allah bil khawf, ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu, faqad yusabu bi fikrati al khawarij, anaweza akafikiwa na fikra ya makhawarij. Kwa maana ya kwamba unamwabudu Allah kwa hofu tu, kuna matarajio, unaweza ukakumbwa wewe na fikra ya makhawarij ambao wao wanasema kwamba wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu, wala hawataraji kwake yeye jambo lolote. Waman abada Allah birrajaa wahda, ama yule atakayemwabudu Allah kwa kutaraji peke yake, hakuna adhabu. Ukimwabudu Allah atakulipa kheri, lakini hakuna adhabu, kwa maana hawamuogopi, bali wanamwabudu wakiwa wanataraji. Huyu anaweza akakumbana na fikra ya murji'a. Lakini atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi peke yake, huyu anaweza akawa na fikra ya masufi. Yani wao wanamwabudu Allah wakiwa na mapenzi ni makubwa, lakini hawaogopi adhabu yake, wala hawataraji kwamba kuna khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa. Lakini almu'min, lakini muumini, yaabudu Allah subhanahu, anamwabudu Allah raghban wa rahba, akiwa na shauku na akiwa na matarajio, kama huwa sha'nul anbiya, kama ilivyokuwa kwamba hili ndilo jambo la manabii. Qala Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wao wakifanya haraka katika kheri, wayad'una raghban wa rahba, na wakituomba kwa shauku na wakiwa na matarajio, wakiwa na shauku. Wakanu lana khashi'in, walikuwa kwetu sisi ni wenye kunyenyekea. Hii ndiyo sifa ya manabii. Wa ulaika alladhina yaqulun, na wale ambao wanasema innahum ya'buduna Allah la tama'an
fi jannatihi wala khawfa min adhabihi walakin hubban lahu faqat. Na wale wanaosema sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hatuogopi la tama'an fi jannatihi, hatutamani kupata pepo yake, wala hatuogopi adhabu yake, isipokuwa sisi tunamwabudu ni mapenzi basi tu, haulai dhalal, huu ni upotevu. Laysa fi dhalika atba'an al-anbiya, si kwamba katika hilo wanawafuata mitume alayhi salam, wala amala ma amara Allah bihi ibada, wala hawafanyi kazi lile aliloamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha waja wake. Katika kauli yake aliposema wayad'una, na wanatuomba raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Hii ni raja. Sasa tuangalie aina nyingine ya ibada ambayo ni atawakkul. Miongoni mwa ibada ni atawakkul, kutegemea. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah peke yake mtegemee ikiwa nyinyi kweli ni waumini. Fahadha yadullu, hii inaonyesha ala anna tawakkula shartun fi sihhati al-iman, kwamba kutegemea ni sharti juu ya usahihi wa imani. Anna imana ahadikum, kwamba imani ya mmoja wenu haitakuwa timilifu hata yatawakkala ala Allahi, mpaka ategemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala, kwa ajili hiyo Allah akasema wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah mtegemee in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi kweli ni waumini. Maana asiyekuwa muumini hawezi kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amru tawakkul amrun adhim, wa amru tawakkuli amrun adhim, na jambo la kutegemea ni jambo kubwa. La taqumu alhayatu alimaniya illa alayhi, haiwezi likasimama ni jambo la imani isipokuwa mpaka tawakkuli iwepo. Ala tara anna alladhi la yatawakkala ala Allahi yufsidu muqaddatahu, hivi uoni kwamba yule ambaye hategemei kwa Allah subhanahu wa ta'ala itikadi yake inaharibika? Watufsidu halatuhu, na hali yake inaharibika. Min haythu inma ma indahu thiqan billah, kwa nini? Kwa sababu yeye hana uhakika na Allah, hategemei kwa Allah. Wama indahu qanaa fi rizqi, wala hana ili kukinai katika rizqi. Wala indahu shajaa, wala hana ule ushujaa ule makini. Wala indahu i'timada ala Allah fi shifai al-amrad, wala hana ile kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye anaweza kuwaponya wagonjwa. Fa idha marida, anapouguza au anapoumwa au anapoumwa mtoto wake, anakwenda katika mambo ambayo yameharamishwa, yeye hataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hategemei kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha asasu din, kutegemea ndio msingi wa dini. Atawakkulu alayhi azza wa jalla, kutegemea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah mtegemee ikiwa nyinyi ni waumini. Waqala subhanahu, asema pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Katika sura at-Talaq Allah asema wa man yatawakkal 'ala Allah, yeyote atakayetegemea kwa Allah, fahuwa hasbuh, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tosha yake. Ay kafia, fala yuqalu al-'abdi tawakkalta 'ala Allah wa alayhi, haisemi kwa mtu umetegemea kwa Allah sasa kitakukuta. Huwezi kumwambia mtu hivyo. Fatawakkulu 'ala Allah wahda min khasa'isihi, kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ambayo anajihusisha nayo. Waqala subhanahu wa ta'ala, inna waliya Allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Waqala aidha fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah, ukiweka azma ya jambo lolote, fatawakkal 'ala Allah,
tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kutegemea. Hebu angalia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaliyosimuliwa na kijana wa Umar, yaliyosimuliwa na Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, lau kana kwamba nyinyi mnategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kutegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, angele kuruzukuni kama anavyowaruzuku ndege, taghdhu khinasa wa taruhu bitana, utoka matumbo yao yakiwa matupu. Manake ndege saida asubuhi watatoka matumbo yao yakiwa wazi, wataruhu bitana, lakini jioni watarejea ndege hao wakiwa wameshiba kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni aina pia vile katika aina za ibada. Sasa hapa ni msingi wa pili katika misingi ambayo inampasa Muislamu muumini kuifahamu na kuifanyia kazi, nao ni maarifatu dini al-Islam bil adilla, ni kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Huwa al-istislamu lillah, nako ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid, wa kumpokesha, wal inqiyadu lahu bitta'a, wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, wa huwa thalathu maratib. Na hii ina maratibu tatu. Kwanza ni Uislamu, ya pili ni imani, ya tatu ni ihsan, wa kullu martabatin laha arkan, na kila daraja katika hii ina nguzo zake. Sasa inshallah biidhnillah tukirudi tutakuja kuanzia al-aslu thani, ambayo ni maarifatu dini al-islami bil adilla. Hadha al-qadr, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.